the snares of Satan through prayer. Kwa maombi. Kama hatutaomba, kama hatutachinyima kwa maombi, hatutajua. Na mtaanza kuona watoto wakinaswa one by one. Today, we want to speak about the priesthood. Mchungaji rudia sasa twende. For every high priest, maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu, bali kiongozi amulindi yes amewekwa kwa ajili ya wanadamu kama nao hubera babantu katika mambo ya mhusuyo Mungu maana huwa kama kanalewele ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi maana tikeme abongoze humshanianwa awezaye kuwa sasa awezaye wachukulie kwa upole wao wasiojua wenye kupotea. Haleluya. Maana niveka babewachi ubiva bantu ubukula bantu bubukala abamu banya hutiba bati nisibazane babantu wala nakumanya mungali wabakalwa kwa kuwa yeye mwenyewe yuko katika hali ya udhaifu. Hobela amwane alimukumule muwe kamani, na kwa sababu hiyo na hubera kamera imempasa kama kwa ajili ya watu mara hubera ya mnasu sio hubera babantu hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe tutilipa ndio mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Mara msi sataka kile tula kwa Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Baba usunguruka 12. Wewe bila unaona kwenda kama Samaria. Maana hasa mpaka acha ake hapo chumula. Kwa maana iwapasa kwa lini. Haleluya. Ekatula kake. Efwe pamoja na kumbe ukusie watu. Mara kumbe kama balimu. Na kumbe balimu unahitaji kufundishwa na mtu. Sio kama unanisikia jamani. Bali naomba mwalimu mulai wanja anaosoma sababu sina wa Mungu. Mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Mara jamaa mafunzo kwani kile kwa jamaa ya wewe. Nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki. Kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima. Lakini vyakula visilo chinyama vikumba vilima watu makala ambao akili sawa kwa kutumiwa zimezoea kupambanua mema. Wachia kwa ziende plus. Basi bali kumbe kama kesi kamwe kama mpabuone kama mpabuma bale una kimebano mara kema ile mula. That's the message of the day. Bwana asifiwe. Wewe na mimi we are all priests. Tumeitwa kutumika. Tumeitwa kusimama. Na haya madhabahu lazima tuyainue kwa pamoja. Mimi ninahitaji timu ya waombezi tu, sihitaji timu ya maneno. Ndio. Tachi watu watakao nishika mkono kwa kuangusha ngome za giza, sio ngome za watu za dunia. Amen. Mimi nahitaji wamama watakao simama na maono na waekese sa dhabihu ya dhambi wasamehewe. Bwana asifiwe. Neno limesema kama wachungaji tumeitwa, kama walimu tumeitwa, lakini challenge is wewe umefunzwa na nani? Kama ulifunzwa na mwalimu mpofu, utatoa elimu mpofu. Kama ulikaa chini ya mwalimu mchafu, utakaa mchafu. Na kama unazaa watoto lakini mienendo inayoteteka sio ya kwako, enda kafanya uchunguzi na maombi. Bwana asifiwe. Amen. Yesu ndiye challenge. Kuna msali alikuwa analia.
Akasema for long I have suffered. Nimekaa na katoto kangu kamoja. Kumbe sikuchukua kalikuwa katoto yangu. Hallelujah. Sometimes some people die for pain. Hello. Let's come here. Hadi nikikusa mahali wengine wamefika tayari kwenye mtaka kuweka. You people. Bwana sifiwe. Kuna kitu kimepatwa na shetani katika makanisa. Na hiki kitu kimepatwa kimewanyima watu maombi. Mtu anayeomba akiamka huwa anakuwa amechoka. Every prayer warrior akiamka huwa anakuwa amechoka. Do you know why? God of our Lord sing with reports on her. Mtu akae kwa maombi, ikifika saa 6 kwa anaanza kumnenea. Ikifika malaika anaanza kupika vikao. Lakini hao wasioomba, hao ndio wanakimbizana na mang'ombe na prayer. Hao ndio wanavunja madhabahu. Hakuna siku ataleta maono yatimie because they are confused. Neno limesema they are sinless, they are worldly, they are helpless. Even they can't discover sin. Bwana sifiwe. Kanisa iliyolala, hata wakituma mtu atakuoshi pa watajua. Wakituma mtu afui maso na watajua. Kanisa iliyolala, ndio kasa watatambua. I want to tell you, only the Spirit will feel. When people get confused, it is not God. Our God is never confused. When the family is confused, it means there's no God in that family. God is not acting. And somebody is acting in that family is a devil. Shetani akitawala maisha ya watu, miji na ndoa za watu, hakuna kuelewana. Hakuna kufanya pamoja. We have a vision in this church. We have a dream to reach and reach. Neno limesema mwalimu mzuri ufunzo. Ila wapande awape elimu inayofaa, awasimamishe matatizo wanayopitia, ayawasilishe kwa Mungu. That's our mission. And I want to chase my dreams. I want to chase a vision. Amen? I want God to silence people that are speaking against God's plan. We want God to raise people, the righteous people, the holy priesthood, that will stand in the gates and defend the right message. Kwa maana hili neno, ikiwa linatokana na Mungu, lina impact. Kuna watu wamefinywa, wanakuja hapa wapone. Na sisi wachungaji, if we shall not discover our calling, then these people will go astray. Tuko pamoja? Kuna watu wamekuja hapa, ndoa zao zipone. Wacha tuambie Mungu ya kwamba yeye ndiye Bwana wa wajane. Yeye ndiye baba wa mayatima. We want to raise the faith of orphans. Wajitambue na wajue Mungu anawahitaji mahali hapa. It is part of the family. Na kuna sasa waliokufa tayari, lakini wamekufa you can
Bwana asifiwe. Amen. Nimekuwa nikiona watoto hapa tukiwatoa pepo na ukifuatilia ya wazazi wao. Wamekuja kwa niaba ya wazazi wao. These things are happening. I want to thank our mama. Yesterday you did a wonderful job. Because please do. Mtu akianguka na mumshika asianguke, msinyamaze. You start rebuking demons. Mnamuombea na mimi naita kwa mtu mwingine. Bwana asifiwe. We want to empower you. We want you to know that you are serving with me. Please don't become a check inside no gotira. Kese tu wote wacha kukemea. Berusi. Na kwa berusi. Na wewe wekangwa. That's what God wants. Wale sikenya bakubita. God ni omuntu. Ne wewe ona. Wewe bibi ya bibi yote ndio kwa. Tunataka tusimame tutumike. Nitafurahi nikiona kikosi cha mama waliosimama. Walioama kwa fitina. Walioama kwa wakaka. Walioama kwa manabii wa Mungu. This will change. Kuna vitu vitafanyika, watu wataanza kuongea. Huyo MC ameniambia tena the last person to welcome in your church. Akawa wewe ushirikiane na Mungu. Ameniambia. Akaniambia sawa, I am privileged I will be the first politician to be called. Maana wewe una historia ufanye na waipo. Wakikuja kwa wasaidia lakini that's my motto. Hallelujah. Amen. We want to shine. Want these people to know. Ya Papa tunawahitaji lazima wapatikane. When they come, let us tell them the truth. When is few. Amen. Ukiwa na shida, aliyepotoka. I want to tell you, in one way or another, you will affect your family. Watajua na watoto wake. Lakini kama si watoto wake, ni yeye ataharibu watoto wako. Atakuunganisha na wewe mzazi. Aniseneipa. Wakati huo na maana kanja huo ataweka kiburi. Kumbe ni majirani yako wamemtia kiburi. Your friends, you wamekutia kiburi. Walichofanya rafiki ili wakunase. Kuna vikao unapoitwa usiingie. Hapo alikuwa kwa kwenda mali samani kwa hata. Ndio kula yako. Nifaki kwa radio. Ndio kwa. Wala chipu sasa mimi na dola basi. Okay, ndio sasa wataka kuta kwa kuna vitu tunaacha na kusamana. Let's go for what's true. Kwa maana nakimbia vitu inawaelewa. But the secret, usiacha kutupa kwa mzee kwa sababu umetoa mpya. Hiyo mzee ni kutoa hiyo ukumbuka. Baba, mbariki mtu afae kukumbusha. Amen. That's all. And when you see something that you bless and it reminds you, then ask God to raise your standard. Ambia Mungu akuinue kiwango kingine. Amen. Kiwango tulichotani kanisa hii sio kiwango ambacho na sisi
kweli. Tukemee dhambi. Tukemee vikundi vya giza. And I want to tell you, this church, mchungaji atuombe. Na kama wachungaji wataamka wasimame, I want to tell you, God will rise at a leader. If we don't do the right thing, God will bring people to do the right thing. Because no way and no day darkness will walk with light. Amen. Amen. That's my prayer. Tuombe ili siku moja akiweka mahali akisema na Samia in fact kwa TV na muone. Na hapo kwa watu ma TV no. Sio machirani wewe anza tena hapo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. How will you see your own daughter? Kanisani anasimama, anaongelea, anashukuru. Hii oroshi akifanya hivyo, Mungu anapokea. Amen. Let's take gift. We want waters and men. Ukiwa na shukrani na kugawa afuti. Afuti hapo mambo na ourselves. Amen. Ukachatu para pego mtisiki kitechacha. That's why kuliona nimesoma kwa hiyo. Mtu wamefuatana. Asifiwe. Mimi nikianza nikasema itaje achaokoka. Sasa pia hataki uko. Hizo anyway when you are there mtu ati. Sasa hivi kwa. Fusion in your part. Na vitisho. Sasa bora kwa. Do you see? How conquer? Never. Mimi nawaambia. Wacha niweke huru. Amen. Amen. Mitoba ya watu ikiwa watakulani, ikiwa watakuongelea, na wewe you are straight forward kupata kupigania. Because I know the prayer touch not my anointing. Amen. Wewe ukiitwa na Mungu ukiwepo katika anointing. When somebody speaks against you, anasambaratika. You just give him time, you will see the outcome. Hakuna yeyote ambaye Mungu aliyesimama vita akafaulu. Never. It is written never. Because anayempigania sio mwanadamu. Na mimi nawaambia wewe na mimi asipigane vita vya watu vya mito. We are fighting spiritual cases. Hallelujah. Amen. Neno limesema mtoto mchanga anayetumia maziwa hajui mambo. Tuna watu makanisani wamekaa miaka wameezeka. Hawajui chochote. Because they are feeding on medic. If I give you talent, they are not ready to change. What is it? Eventually, I'm going to let it go. I don't know you. Who let go? I don't want you to taro. I don't want you to know who. Which you are who. What's shoot you on the Lubas? If you are going to confuse you, I don't know what I can't say Lubas. I don't know what I say. I don't know what I'm going to What is it? I want to pass.
We are not of that time. Bwana asifiwe. Amen. Sisi tumekula, tumekalia neno na tunaandika vitabu kutoka kwa Biblia. We are doing that because we are researching. Yes. Tuhitaji kutishwa na mipaka kwamba usiongea. Ete mshayo. Sisi hapa tunataka tuinuke. Wewe ukienda mtoni ongea neno. Wewe ukiwa injinia ongea neno. Huko unapika msao unasema, Mungu anasema asiyofanya kazi wasikule. Leo ukawa unakuwa watu mmoja bali wewe kama wacha waende wanafanya nini? Waje kazi. Sometimes you tell them the truth. Baada ya engeni kazi imeta. Na mpaka kusoma wala ibaki libole kama ule kazi wakati. Wewe mchukona majali mala ngalitu. Alipala kweli. Na baada ya engeni bakhola balie, bale kuha. Hakuna dhambi hapo. Ni ukweli wamesikia. And that is scripture. Watu tumeokopa kuongea neno tukifikiria tunachukuliwa mbaya. Sisi Mungu anataka tuongee. Mungu anataka tuambie ukweli. Wewe mtu anachonganisha nyumba yako alafu unanyamaza. Ukimwona unaepa, wacha kuepa. Mwambie kuna sehemu watahukumiwa. The day will come. Kapucha peupe. Kutana naye mwambie ushuhuda. Toroke, akikuona aepe, bakala. Wacha achue yeye ni mchonganishi. Wacha achulikane yeye ni muuaji. Wacha achulikane yeye ni mchawi. God will defend you. Amen. Amen. Lakini sasa tusemi bila busara, tunasema kwa busara. Jinsi alivyo papa wetu. Amen. Kwa maana ule mstari 14 ikasema but strong meat to them that are of full age. My Bible says so. Full age. Hallelujah. Amen. Ukiona mtu anatusiwa na nyamaza, don't choke that man. Ukiona mtu, let me tell you this. Wale wakuleta kama wao mngosa. Babu yo hapo sio mtu ta, babu yo kemeta. Bwana sifiwe. Kwa sababu when you are in full age, God refers to you 100%. Uyakienda kwa ndoa wako you just know. Uyakipewa mairisi unapona tu. Lakini ukuchimwambia kwa wewe enda hiyo irisi. No. You break through prayer. Yes. Are you getting it? Yes. Ukichukua kuna mtu ameenda mahali na ametakana amepewa dawa mbovu, sio kuchambia pale hiyo dawa yako mbovu. Tunaikemea hapa. Yes. Tunaisemea hapa inashika moto. Kwa maana uweta. Neno limesema ule mstari wa pili kwamba kuna wale wanapelekwa na sisi kazi yetu ni kuwaokoa. Kama mtu anaona kile ndio mtu wala wale kafu ile. Sasa sana sadiki ndio likoro kama ndio ndio lichiso. Amen. Bwana sifiwe. Amina. Kama pesa ya mtu imekaliwa, wameiroka. Sinangani na hao. Hata pengine alipeana pesa bila kujua na wameikalia. Sema ninaomba tu hiyo pesa ifunguke. Hiyo ndio kazi tumepewa wewe na mimi. Tusaidiane. Hiyo ndio kazi tumepewa kama waombezi. Na hii kanisa ikiwa na waombezi. Watu tani. Many